Bana, kama kuna uwezekano wa kumtengenezea nguli sanamu, basi nadhani mimi nitatoa viroba 10 vya simenti. Jamaa anaendelea kutuwakilisha vyema sana kimataifa mpaka hivi sasa. Sasa jana akiwa kule nchini Marekani akiwa na maandalizi yake ya show, kukatokea kitu kimoja ambacho watu wengi sana walikuwa wamekaa nacho kimya, watu wakiongea katika hali ya kawaida tu, kumbe wenyewe wahusika wanajua ukubwa wa Diamond Platnumz. Sasa siku ya jana baada ya kufikisha subscribers milioni 10, akafanikiwa kupokea zawadi ya tuzo ambayo wenyewe YouTube wanaitoa kama thamani, kuonesha thamani ya msanii ambao kwa kile kikubwa ambacho amekifanya. Nitakukumbusha tu siku za karibuni Diamond Platnumz pia alikuwa kutajwa amefikisha idadi ya subscribers, ukiachana na subscribers milioni 10, lakini pia alifikisha bilioni views katika mtandao wa YouTube wakifika bilioni 3. Bana, kama ulikuwa ujui, mtoto kutokea ardhi ya Tanzania yeye ndo anaongoza kuwa na subscribers wengi kwa mataifa ambayo yanapatikana kusini mwa jangwa la Sahara. Lakini kwenye upande wa views huku, total views ndo kidogo, unajua kuna wengine wanafukuzia. Kuna Mkongo mmoja naona ana views kama bilioni 8 hivi, lakini subscribers wake almost ni kama milioni 3. Unajua mataifa ambayo yanaongea Kifaransa yanakuwa na nafasi kubwa sana ya kuweza kutengeneza views wa kutosha, kwa sababu tu waongeaji wa lugha ile ni wengi. Kwa hiyo hata muziki pia unakuwa unapokelewa kwa kiwango kikubwa sana. That's unaona hata Davido pia, Burna Boy, muziki wao unaenda juu sana. Hata wasanii wengi wa Kongo wanaweza kutengeneza namba kubwa sana kutokana na lugha ambayo wanaizungumza. Sasa hii ni heshima kubwa ambayo Diamond Platnumz ameendelea kutuonesha mpaka sasa hivi, kwa sababu hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa anategemea kama hiki kitu kinaweza kupatikana. Ametuandikia historia nyingine ya kufikisha idadi ya subscribers milioni 10. Bana, mtu mmoja akisubscribe mara moja, hiyo ndio imeisha, mpaka mtu mwingine akaweza kuongeza hizo namba, lakini ameweza kufikisha, na inshallah tunaamini bana namba kila siku zitakuwa zinaongezeka. Tutaweza kufika ile sehemu ambayo kila mmoja alikuwa anajiuliza, hivi kweli ataweza kufikia huyu kijana? Kama tunavyoona kwenye historia katika soka, basi tunaamini huyu ni Maradona wa muziki wa Tanzania mpaka hivi sasa. Diamond Platnumz ametufurahisha. Mungu akubariki, akupe njia na muonekano mwema kila siku mbele za watu, kiendelea kutuandikia historia ambazo hatukuwahi kuzifahamu kama zitakuja kuandikwa Tanzania. Kama unavyoendelea kuona akipokea golden yake, akipokea zawadi yake ama tuzo yake ya dhahabu kutokea makao makuu ya YouTube, wenyewe akiweza kumfuata na kumpatia hiyo heshima ambayo ameweza kuitengeneza pale mjini YouTube. Everybody, because you know behind this there's a lot of people. There's everybody. You see, 10 million is not easy, and apart from that, being like the first sub-Sahara artist to achieve that 10 million subscribers is not easy at all. But another thing, I want to thank you, YouTube, for the platform. That changed people's lives. I tell you, like me, from where I came from, it wasn't easy for my music to go everywhere, because I didn't know all the media like everywhere. So I used YouTube to reach all your fans. To reach all my fans. And globally. Changed my life. Globally. Changed my life. And What's up, you baby? I love you. Cool. I know we're in the office, but yo, what's happening, man? up?